Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa kukuwezesha kuwepo hapa jioni ya leo. Bwana Yesu atukuzwe. Ninawakaribisha kwenye ibada hii ya Alhamisi ya leo, kiwa ni Alhamisi ya mwisho wa mwezi wa 11, ni tarehe 27 ya Novemba 2025, tukiwa tunaendelea na somo letu lenye kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Hicho ndicho kichwa kikuu cha somo letu ambalo tumekuwa nalo kwa muda mrefu, tukiangalia kanuni moja baada ya nyingine. Somo letu lina kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Na tumetembea kanuni moja baada ya nyingine. Tukaanza kuanzia kanuni ya kwanza, lakini na sasa tuko kwenye kanuni ya 12. Tuko ndani ya kanuni ya 12. Na yenyewe nayo tuna vipindi nayo virefu sana tangu tulipoianza, kwa sababu kuna mahali Mungu amekusudia ya kwamba tupaone, patusaidie kama sehemu ya matengenezo ya njia zetu za kutafuta kuona baraka za Mungu na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Kanuni ya 12 hii tulionayo yenyewe inasema, unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni suala la kuwaheshimu wazazi wako. Ni kanuni ya 12 hii ambayo Mungu anaendelea kutupatia kwa mfululizo ambao tumekuwa nao wa muda mrefu wa somo hili la kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Katika kanuni hii ya 12 ambayo inaonyesha ya kwamba kuna wakati kubarikiwa kwetu na kufanikiwa kwetu kunapitia njia inayoitwa kuwaheshimu wazazi wetu waliotuzaa, tunaongozwa na andiko la msingi kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Tunaongozwa na andiko la msingi kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16, ambapo Biblia inasema, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi. Baraka ya kwanza hiyo kubwa ambayo imefungamanishwa kwenye kuwaheshimu wazazi ni baraka inayohusiana na wingi wa siku za kuishi duniani. Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, ili siku zako zipate kuzidi. Na jambo la pili, Biblia inasema, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Nikasema kwa kanuni hii na kwa kile ambacho kinazungumzwa katika andiko hili la msingi la Kumbukumbu la Torati 5:16, maana yake ni kwamba kuna mibaraka ya kimungu imefungamanishwa kwenye jambo linaloitwa mtu kuwaheshimu wazazi wake waliomzaa. Haleluya. Na pamoja na kwamba kuna baraka za Mungu zimefungamanishwa kwenye kanuni mbalimbali ambazo tumekwisha kuziona, lakini tunapoona jambo hili la kuheshimu wazazi likiwa limeshehenishwa baraka ndani yake, na kuna mafanikio pia yameshehenishwa ndani ya jambo hili la mtu kuwaheshimu wazazi, nikasema hii ina maana ya kwamba kuna baraka za kimungu ambazo hautazipata mahali pengine popote isipokuwa ni kwa njia ya kuwaheshimu wazazi wako. Kuna mafanikio ya kimaisha ambayo unayataka Mungu akupe, hautayapata kwa njia yoyote isipokuwa kwa njia ya kuwaheshimu wazazi wako, kwa sababu aliyesema waheshimu baba yako na mama yako ili upate baraka za wingi wa siku na mafanikio katika nchi ambayo Mungu amekuweka alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona Biblia inasema, waheshimu baba yako na mama yako kama vile Bwana Mungu wako anavyokuamuru. Maana yake ni amri ambayo ni Mungu ndiye aliyetupatia. Na kama ni amri ambayo Mungu ametupatia, maana yake ni kwamba kuna vitu vyema
baraka, mafanikio, Mungu amevifungamanisha katika jedwali linaloitwa kuwaheshimu wazazi. Nje ya jedwali hilo hutavipata. Unaweza ukapata vingine mbalimbali, lakini sio vile ambavyo Mungu amevifungamanisha kwenye kuwaheshimu wazazi. Vile ambavyo Mungu amevifungamanisha kwenye kuwaheshimu wazazi, utavipata eneo pekee la kuwaheshimu wazazi basi. Kwa hiyo sasa nikasisitiza nikasema, tunaweza tukawa tumeokoka na tuwa kiroho, tunajua maombi, tunajua kuombewa kwa viwango na viwango vikubwa, lakini hilo lisitufanye tuache kuwaheshimu wazazi. Kwa sababu kama Mungu amefungamanisha aina ya baraka fulani, ikiwemo kuishi maisha marefu duniani katika jambo linaloitwa kuwaheshimu wazazi, maana yake ni kwamba Mungu hatawahi kujipinga. Swala la kuishi maisha marefu utalipata kwenye kuwaheshimu wazazi na si njia nyingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nikasema, vipindi tukiwa tunasherehekea siku za kuzaliwa, tunaita birthday, tunatamkiwaga wishes mbalimbali, pongezi mbalimbali, watu wanatutumia. Wengine utasikia tukatumiana, tukaambiana ishi kama namba za vocha, kwa maana ya wingi wa siku ziwe nyingi mpaka hata zisiwe zinahesabika, kwa wingi ule wa namba za vocha, kwa wale ambao wamewahi kutumia vocha ya kukwangua. Nikasema tunaweza tukatamkiana wishes nzuri za namna hiyo, lakini kama hatutawaheshimu wazazi wetu, hizo wishes zitakuwa ni kelele tupu. Haleluya. Ni kutiana moyo tu, tukufarijiana. Kama vile tunavyoona kuna kusema apumzike kwa amani, na wakati sisi wenyewe pia tunatafuta huko kupumzika kwa amani kwa tochi. Sasa mimi nina amri gani ya kuamuru upumzike kwa amani ukiwa ushatwaliwa? Ni hekima wakati mwingine. Haleluya. Lakini swala ambalo litafungulia kuishi maisha marefu duniani, licha ya vile ambavyo unajikinga na vyakula vya chumvi nyingi, sukari nyingi, sijui nini usipate kisukari, unafanya mazoezi, unaepuka vyakula vya mafuta, hayo yote ni makolombwezo tu. Ukishindwa kuwaheshimu wazazi kwa mujibu wa amri hii ambayo tunaisoma kwenye Biblia, manake ni kwamba utakufa hata kama hutakula vyakula vya mafuta. Siku zako hazitakuwa nyingi duniani. Haleluya. Hutakatiza sana. Utawindwa tu na vitu ambavyo Mungu atavifungulia vikuinde kwa kadiri ya vile ambavyo haupaswi kuishi muda mrefu ikiwa wewe una adabu mbovu na wazazi wako waliokuzaa. Kwa hiyo tukaliona swala la kuheshimu wazazi jinsi ambavyo limebeba mibaraka na mafanikio ya kimungu. Tukatembea vipengele kwa vipengele, na sasa tuko kwenye kipengele cha 4 ndani ya kanuni hii ya kuheshimu wazazi. Tuko kwenye kipengele cha 4 ndani ya kanuni hii ya kuheshimu wazazi. Na kipengele cha 4 tulicho nacho kinasema mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Kipengele cha 4 kinasema mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Wale waliokuwepo kwenye eneo hili tangu tumelianza, na lenyewe nalo lilikuwa linaenda hatua kwa hatua, tukayaona mambo ambayo tulifululiza nayo kuyaona, tukaishia kwenye jambo la 6. Na leo tutakuwa na jambo la 7 ambalo ndio litatuhitimishia kipengele hiki kabla ya kuingia kipengele kingine katika vipindi vingine vijavyo. Tumeona mambo 6 na leo tutatazama jambo la 7, lakini kabla hatujaliona jambo la 7 katika haya mambo ambayo tunapaswa kuwafanyia wazazi ili tubarikiwe, ili tufanikiwe, nitarudia kuanzia lile la kwanza mpaka lile la 6 tuliloliona kipindi kilichopita, alafu tutaingia kwenye jambo la 7 ambalo ni jipya la leo hii. Katika mambo haya ambayo tuliyaona kwamba tunapaswa kuepuka kuwafanyia wazazi endapo kama tunataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwetu, jambo la kwanza tuliona ni swala la kuwadharau wazazi. Jambo la kwanza
lilikuwa ni swala la kuwadharau wazazi wako. Jambo la kwanza ambalo tuliliona ya kwamba ni jambo tunalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi ikiwa tunataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwetu, tuliona swala la kuwadharau wazazi. Na tuliongozwa na kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 16. Kumbukumbu la Torati 27:16, Biblia ikisema, na alaniwe amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Na tukaendelea kuitika amina hivyo hivyo hadi leo, kwamba hilo jambo liko hivyo, halipingiki, halibadiliki, kwamba posho, mshahara, ujira, malipo ya mtu anayemdharau mzazi wake ni kitu kinachoitwa laana. Kwa hiyo katika miongoni mwa maeneo ambayo utatafuta baraka kwa udi na uvumba, wanasema kwa tochi na kupapasa, ni pale ambapo utafanya kitu kinachoitwa dharau kwa mzazi. Maanake amdharauye mzazi, posho lake kibiblia na kimbingu ni laana, sio baraka. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambayo umekutana na ugumu wa kubarikiwa kwenye maisha yako, mojawapo ya mchawi anayesababisha huo ugumu wa kubarikiwa na kufanikiwa maishani mwako, inawezekana akawa ni mchawi anayoitwa kumdharau mzazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitafutaga wachawi wale ambao wanakuja utupu wakionyesha kwamba hata maisha hawana, maana wanakuja tupu kuanga, ukizani ya kwamba ndio ambao wanakuangia na kukufanya usibarikiwe, umkumbuke na mchawi mwingine kwamba kuna nyakati ulipita, uliishi vipi na mzazi wako, uliishi vipi na wazazi wako. Inawezekana saa hizi unasema namshukuru Mungu mwana nimebadilika. Kule ambako ulikuwa haujabadilika, uliishi nao vipi? Ulipowahi kuwadharau wazazi, tangu hapo uvuli wa laana ulikuwa juu yako. Kwa hiyo kuna wakati baraka za kimungu zitagonga mwamba kuja kwako. Kwa sababu gani? Baraka za Mungu hazichangamani na laana kamwe. Kama uliwahi kupata laana ya kudharau wazazi, ni lazima uhakikishe kwamba hilo suala unalitibu ili kusudi laana iondoke, ndio kuje baraka. Jambo la pili ambalo tuliliona tunalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wetu ikiwa tunataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwetu, tuliona suala linaloitwa kuwatusi au kuwatukana wazazi wako. Kuwatusi au kuwatukana wazazi wako. Na hapa tuliongozwa na Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 4. Mathayo 15:4. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa unakutana na kitu cha hatari zaidi, kwamba posho, ujira, malipo ya mtu ambaye atafunua kinywa chake akamtukana mzazi wake, ujira wake unaitwa mauti. Kwa hiyo kuna wakati utatafuta uzima, ni ngumu kuupata pale ambapo unatembelea ujira unaoitwa mauti tangu ulipomtukana baba yako au mama yako. Iwe unasema sijafunua kinywa hiki cha damu na nyama, ilikuwa tu ni kimoyomoyo, hajanisikia. Haihusiani na suala ya kwamba mzazi alisikia au hajasikia. Hata kama alikuwa ni kipofu, hajaona. Hata kama alikuwa ni kiziwi, hajasikia. Matusi ya namna yoyote ulioyatoa kwa mzazi wako, hapo uliandikiwa kifo. Amina. Na wala si hata kuishi. Kwa hata hiyo miaka 30, 20, 40 ambayo unayo pia ni kwa neema kweli. Wakati mwingine unatumia vocha za wenzako. Tangu ulipowatukana wazazi ulistahili upotee. Na nikasema leo hii tunaweza tusipotee kwa kufa fifi, lakini ukiroho tutatembea na mauti. Kuna jinsi tutaonekana ni kama tuna majina ya kuwa hai, lakini tukiangaliwa tunaonekana ni kama waliokufa. Kuna mambo hutaweza kuyakamata mikononi mwako ukayamiliki, kwa sababu kikanuni maiti hatakiwi kwenda hata na sumli, hata na senti, kwa sababu hajaja nazo. Anaenda nazo wapi? Nikasema maiti yake nini? Sanda. Hilo ndo lililo kubwa. Kwa kuna wakati hata kupendeza sio stahiki yako. Kama uliwahi kuwatusi wazazi, wewe unapaswa sanda.
Hata hiyo mishono ya wax sio yako. Ndio maana kuna wakati utazivaa na hazikutoi chicha. Jambo la tatu ambalo tuliliona, jambo hatarishi kuwafanyia wazazi, jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi. Jambo la tatu tuliona swala la kuwapiga wazazi wako. Swala la kuwapiga wazazi wako. Kuna wengine walienda mbali zaidi mpaka wakawakunja wazazi. Wakasema baba alizingua bwana pale, ilistahili apigwe kidogo. Sawa, hamna shida, ni akili yako iliamuru ufanye maamuzi hayo. Ni upi mwongozo wa Mungu aliyokuweka hapa duniani? Ni upi katika swala la kuishi kwako na wazazi? Katika jambo hili la kuwapiga wazazi tuliona mwongozo kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa 15. Andiko lililotuongoza lilikuwa ni Kutoka sura ya 21 mstari wa 15. Biblia ikisema ampigae baba yake au mama yake sharti. Neno sharti nikasema ni mbadala wa neno lazima tu. Sharti ni lazima tu. Sharti atauawa. Haleluya. Kwa hiyo tumekuwa tuna marehemu wengi ambao wanataka wabarikiwe. Marehemu wabarikiwa, wewe uende nazo kaburini ili kaburini ukaeke umeme. Tuna marehemu wengi sana wanataka baraka tangu tulipowakunja wazazi wetu matai tukawagonga vichwa. Tangu tulipowachapa vibao wazazi, tumekuwa ni marehemu. Na utakuta kuna wakati tumekuwa kwenye misongamano ya kukimbilia baraka za Mungu, tukiambiwa pokea na pokea, kwenye msingi upi wa marehemu. Kwa utaona ni mambo mabaya ambayo tumeyafanya yametuzalia pia matokeo mabaya. Tunapotaka matokeo mazuri lazima haya mabaya tuyasanzue kwanza, ndipo mazuri yatujilie, kwa sababu mabaya na mazuri ya Mungu havichangamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mauti nyingine hiyo pale ambapo utahusika kumpiga mzazi. Ilikuwa ni jambo la tatu hilo. Jambo la nne katika miongoni mwa mambo tuliyoyaona hapa, mambo tunayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wetu ikiwa tunataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Jambo la 4 lilikuwa ni swala la kuwalaani wazazi wako. Lilikuwa ni swala la kuwalaani wazazi wako. Hapa msukumo mkubwa ambao nilikuwa nao, nilikuwa ninaonesha kwamba wazazi nao wana mafyongo. Kuna wakati unaona ni kama wakina Ronaldo na Messi, lakini saa ambayo penalty hiyo umewapa wapige dakika za 90, tunahitaji tunyanyue kombe kwa penalty hiyo, akifunga unashangaa anaenda kuteleza. Wala sio jambo la kushangaza. Wanaweza wakawa ni viungo muhimu sana tunaowategemea, lakini wanaweza wakafanya madudu pia makubwa mabaya mno, mpaka ukashangaa kwamba ni mzazi kweli, ni wa kwake. Utaona kuna wapambe nuksi watakuita pembeni, watakwambia hivi, wewe huyu ni mama yako kweli mzazi? Binti yetu, hebu chunguza vizuri. Unaona? Hapo hata biolojia ya kiroho inaonyesha ni mzazi wako. Unajua hata DNA watu wanaweza wakahongwa watoe matokeo ambayo yanahitajika. Lakini hata DNA ya mbinguni inaweza ikaonesha huyu mtu ni mzazi wako, lakini kuna jambo baya akalifanya kwako mpaka watu wakataaruki. Nikasema ndio maana leo kuna mpaka madawati yale ambayo yanaketisha wazazi kuwaonya na hata kuwachukulia hatua juu ya mambo ambayo wanawafanyia watoto wao. Nadhani amewekwa kwa sababu gani? Maana kuna wazazi ni wakatili kwa watoto wao. Nilikuwa nafuatilia juzi, nikamuita mke wangu nikamwambia kuangalia taarifa habari. Baba amelawiti mabinti zake humo ndani vibaya mno. Wanaojua kwenye ile taarifa habari wale mabinti wamefichwa sura hivi kwa ajili ya jambo lile ambalo ni la udhalilishaji. Wanazungumza jinsi ambavyo walikuwa wanachukuliwa zamu kwa zamu. Tumeshafika hapo. Kwa swala la mzazi kufanya fyongo, usikae ukamuona kwamba huyo ni Mungu, hakustahili kufanya fyongo, ni mwanadamu. Hakikaa vibaya na Mungu anaweza akavamiwa na korokoro lolote la kishetani. Amefanya fyongo, sasa tumefika kwenye fyongo. Tumefika kwenye nini? Kwenye fyongo. Hapo sasa kutafuta malipo wewe ya zile fyongo zake, kutafuta kisasi cha zile fyongo zake, sio kumlaani. Ukimlaani baba ana adhabu kwa kadiri ya fyongo yake, na wewe pia utakuwa una adhabu kwa kadiri ya laana uliomlaani mzazi wako. Amina.
Sasa kuna wakati nimewasikia Waswahili wanasema mzazi hakosei, mkubwa hakosei. Inawezekana waliukopi vibaya kwenye Biblia. Kwenye Biblia ni kwamba mzazi halaaniwi. Tunaenda sawa sawa? Inawezekana walikopi vibaya. Sio hakosei, kukosea wanakosea. Ila wanapokosea sasa hata watuumize mioyo. Hatupaswi kutafuta suluhu kwa kuwalaani. Umekuwa kwa shida kweli? Huyo mzee alikukataa, ukalelewa na mama, ukalelewa ujombani mpaka jina wakakupa la ujomba. Ile umejitambua sasa, unajua kuna baba alikukataa. Usirudishe hiyo picha ya vile vibaya alivyokufanyia, kutaka na yeye kumpaka ubaya kwa kumlaani. Suluhu ya kutatua tatizo ambalo mzazi amekusababishia sio kumlaani. Tunaenda sawa sawa? Sio kufanyaje? Ukimlaani na wewe hapo kuna gurudumu umeliingia hapo, lazima likuburuze. Kwa hiyo sio kumlaani. Biblia inasemaje kuhusiana na kumlaani mzazi? Tukaona kitabu cha Mithali sura ya 30 mstari wa 11. Mithali 30:11, Biblia ikisema kuna kizazi cha watu wamlaanio baba yao. Na hata hapa ndani wapo. Haleluya. Hiki kizazi cha watu wamlaanio baba yao sio kwamba kilifutwa kwenye karne fulani, kipo. Kuna watu hapa mmeshawahi kuingia kwenye maombi ya kuombea baba zenu wapatwe na mabaya, wazazi wenu wapatwe na mabaya kwa sababu ya mambo fulani mabaya ambayo waliwahi kuwafanyia. Hiyo haijawa dawa ya kutibu hilo tatizo. Nimewahi kusema kuna watu tumewahi kukutana nao, kuwashuhudia. Sisi ni wanadamu, tunaonana jinsi tunavyoishi. Ukasikia mtu huyo alikataliwa na mzazi wake tangu akiwa tumboni, alikataliwa na baba tangu akiwa kwenye tumbo la mama. Anazaliwa akiwa ni aliyekataliwa, analelewa na mama yake kwenye mazingira magumu kweli. Baba ana maisha mazuri, anatanua. Utakuta laana ambazo anazitupa huyu mtoto mara baada ya kujitambua na kuelewa kwamba baba alimkataa na baba ana uwezo. Zile laana anazozitupa kwa baba, ukiangalia matokeo unaona kana kwamba yule anayelaani ndio anazidi kuishi maisha ya kukataliwa kuliko ni yule baba ambaye alimkataa mtoto. Unasema mbona dunia inachelewa sana kujibu mapigo? Ni kwa sababu wakati mwingine tunayapoza kwa maamuzi tunayoyachukua. Tangu ulipomlaani baba, hata kama kuna makosa aliyafanya kweli, ni haki, alistahili apigike, hapo na wewe ulijivika mapigo. Nikamwambia utajikuta kule kukataliwa kulianzia tumboni kwa babako, kutakuja saa umejitambua unakataliwa. Ukija saa ya kutaka uoleke au uoe unakataliwa. Jicho lako limeona fursa, kuna mahali hapo unapaona pako tupu tu, unasema ngoja niende kwa huyu mtu mwenye hili eneo nikamuombe anipe hapa mahali nifanye biashara, hata nitakuwa namlipa kiasi fulani kwa mwezi. Ukifika pale anakuambia, na mimi pia na mpango wa kupatumia hapo mahali, na mpango wa kufanya biashara napo. Ukimhesabia wiki ya kwanza, wiki ya pili unaona afanye, wiki ya tatu afanye, wiki ya nne unaona akafanya mwenzako. Kuna mwenzako kaja kaomba kapewa. Una roho ya nini? Mgogoro uliotokea wapi tangu alipokukataa baba? Unashangaa unatuma salamu za rambirambi za laana kwa baba, lakini unavyozituma unaona kukataliwa kuna kuandama wewe, mabaya na kuzidi wewe kuliko ni yule baba ambaye alifanya ubaya kwako. Kwa sababu gani? Dawa ya kusuluhisha matatizo ambayo wazazi wametutendea sio kuwalaani. Ulipowalaani na wewe uliingia kwenye mgogoro mkubwa sana na Mungu. Wazazi hawalaaniwi. Wazazi hawafanyaje? Hawalaaniwi. Ukiona ni ngumu kumwombea mzazi wako abarikiwe kwa sababu kuna mafyongo alikufanyia, basi kaa kimya, ili Mungu mwenyewe ajue namna ya kumfinya, lakini sio wewe kuingia katika hukumu ya kumlaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilikuwa ni jambo hilo la 4 likizungumzia swala la kuwalaani wazazi, kwamba ni mojawapo ya jambo ambalo mtu unapaswa kuliepuka sana. Maana
litafungulia laana badala ya baraka. Andiko la zaidi kwenye kuwalaani wazazi ni Mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 9. Andiko la zaidi kwenye kuwalaani wazazi ni Mambo ya Walawi 20:9, ambapo hapa Biblia inasema, kwa maana kila mtu amlaanie baba yake au mama yake hakika atauawa. Sio ile laana mbinguni, itakuwa ni maombi. Baba ataanza sasa kupatwa na masinduna. Nakwambia wale wanawake ambao ndio walimfanya akukatae wewe na mama yako, wale wanawake wanakuwa ni mapepo kwao, wanaanza kumtisha. Laana haihesabiwi kama ni maombi. Laana inahesabiwa kwamba ni uharifu umeufanya, uharifu mbaya ambao hukumu yake ni kifo. Kwa hiyo swala la kuwalaani wazazi sio jepesi. Haijalishi amekutenda nini, liangalie kama hukumu yake kwa Mungu ni kifo. Unadhani ni swala dogo? Sio swala jepesi. Haupaswi kulaani mzazi wako yoyote, hata kama kuna baya lolote alilokufanyia. Nyamaza kimya, acha Mungu ambaye anajua kabisa kwamba alikataa damu yake ashughulike mwenyewe kwenye hukumu ya yeye na huyo mzazi, kulikoni wewe ukajiingiza ukazani ya kwamba utachochea kuni za moto wa baba kuchomeka kwa kumlaani. Uliharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama mtakaa na mama yako mkaanza kutuma laana kwa baba yenu ambaye yuko nje huko kwenye michepuko, mkisema ya kwamba tena wanapokula hizo chipsi zao wakiwa huko kwenye starehe na ziwatokee puani, unashangaa saa ya kula chipsi ndio kabisa wanakumbuka kwamba tumesahau na mishikaki, hebu ongeza. Wala ziwatokee puani, bali ndio zinaendelea kuwa tamu, udambu unaongezeka. Utasikia una pilipili, afu yule muuzaji anasema tena na ukwaju kabisa, lete na ukwaju. Laana sio maombi ya kusema kwamba huyo mzazi atadhurika. Laana itakuletea shida tu wewe mwenye kulaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona jambo lingine kuhusiana na kulaani mzazi, madhara mengine ni kitabu cha Mithali 20:20. Kitabu cha Mithali 20:20, Biblia inasema, amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Haleluya. Nikasema kuna dhiki itatokea saa ambayo ndio una shida kweli. Kuna matumaini ulikuwa nayo, kuna umwamba ulikuwa unauona unao, lakini ile saa ambayo ndio unahitaji huo umwamba ukusaidie, ndio utaona ile Waswahili wanaosema kweli siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Ndio taa kuzimika wakati wa giza kuu. Kusema si kuna giza. Nakumbuka tuna tochi yetu tu hapo tulinunua Kariakoo ya thamani, iwashe bwana. Ile bwana ukiwashe inakuwa kama umeme. Siku ya giza kuu ndio utaona ile tochi ya iwaki. Wewe na mzazi nani amelaanika? Kwa wakati mwingine unaweza ukaona kama laana unazowalaani wazazi ni kama kuna namna zinakurudia wewe mwenyewe. Kuwa chonjo na kulaani wazazi. Jambo lingine la 5 tuliloliona kwenye vipindi vilivyopita katika mambo haya ambayo tunapaswa kuyaepuka kuwafanyia wazazi wetu ikiwa tunataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwetu, ni swala la kufunua utupu wa wazazi wako. Swala la kufunua utupu wa wazazi wako. Na hii imeandikwa kwenye Mambo ya Walawi 18:7. Mambo ya Walawi 18:7. Hili ni jambo lingine hatarishi sana ambalo ukilifanya ujue uliagana na baraka. Kufunua utupu wa wazazi. Mambo ya Walawi 18:7. Biblia inatuambia hivi. Biblia inatuambia hivi. Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usifunue. Nikasema kwa mujibu wa hiki ambacho kinazungumzwa hapa kwenye Mambo ya Walawi 18:7 ni kwamba tumekatazwa tusifunue utupu wa wazazi wetu. Tumekatazwa kufunua utupu wa wazazi wetu. Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usifunue.
Biblia ikaendelea kusema maana ndiye mama yako. Ikasisitiza tena kusema usifunue utupu wake. Nikaelezea neno kufunua utupu wa wazazi linamaanisha nini. Nikasema neno kufunua utupu wa wazazi linamaanisha kuwavua nguo wazazi wetu kwa namna mbalimbali. Kuna mambo utafanya yatakuhesabia ya kwamba umefunua nguo, umemvua nguo mzazi. Na tukayaona hayo mambo sio lazima iwe kwenda kumvua nguo, bali kuna mambo ukiyafanya, calculation za kimungu zinasema ni umefunua utupu wa mzazi wako, ni umemvua nguo mzazi. Haleluya. Miongoni mwa hayo mambo ambayo ukiyafanya kibiblia unahesabika kwamba umefunua utupu wa mzazi wako au umemvua nguo mzazi wako, tukaona ni suala la kulala. Kwenye mabano nikasema kulala hapo kuna maanisha kuzini. Ni suala la kulala na mtu ambaye ana mahusiano ya kindoa na mzazi wako. Nikasema hapa pana ole kwamba wewe kaka, wewe kijana, wewe mtoto wa kiume, hata uwe mzee mtoto wa kiume, amkini na kuna mzee baba yako waliokuzaa, maana hata mzee pia hujajizaa, au wazee wakizeeka wanahesabika kwamba wamejizaa wenyewe, bado tu wanakuwa wamezaliwa. Kwa wewe wa kiume, swala la kwamba njia ambayo amepita baba na wewe ukatafuta kuipitia, hesabu yake inasema umefunua utupu wa baba. Haleluya. Hiyo njia inaweza ikawa sio hata mama yako mzazi, ni mama mwingine. Nikasema na wewe tumewapa majina mbalimbali ya kuwasalandia, sio michepuko, sio vidumu, sio vinini, vikolokolo gani. Sawa. Na juzi nikasema wanaumaga kweli. Wanafanyaje? Kama nasema anaingia hapo mtu, unaambiwa mjomba, huyu ni mjomba, huyu ni mjomba. Lakini unashangaa huyu ni mjomba anayekujaga tu saa ambayo baba hayupo. Shida ya mjomba ndio inaanzia hapo. Yaani mjomba ana bahati mbaya na baba kweli, wanapishanaga. Wazazi wanafanyaga hivyo vindumbwe vinauma. Kama wazazi mlikuwa mkijua kwamba wale watoto saa wajomba wakiingia wanaingia na visambusa wanawapa, mnaona kwamba anajengwa kwenye msingi wa kumpenda mjomba kuliko baba, mmekosea, mnatengeneza bomu kubwa. Haleluya. Kwa sababu gani? Kuna wajomba wengine wakiingia humo wanasema ya kwamba wao wanaangalia kuku na mayai yake, wote wanasomba hivi, wanaenda kuuza mnadani. Si tunaelewana? Sipoelewana saa hamna namna, tutaenda Google. Kuna wajomba wengine wanaangalia kuku na mayai yake, wanawasomba, wanawapeleka wote wapi? Mnadani. Wakifanya hivyo wameleta laana humo kwenu. Unaona madhara ya mjomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe baba umejipata kimaisha, sasa umeamua usambaze upendo. Una njia nyingi, unacheza kama Ronaldo. Mzee wa Manchester, si unamjua Ronaldo? Alikuwa anachenga zake, anazungurusha miguu hivi kama lingi. Wewe utoi mpira pale. Unawakuta wazee wetu nao wamekuwa wakina Ronaldo hivi. Miguu yote anazungurusha mpaka unaweza usielewe. Ukiwa unaiona inazunguruka unasema wa kushoto ni upi, wa kulia ni upi. Anasema ana vya kumburudisha moyo huko nje. Hivyo vya kumburudisha moyo na kijana wako naye akivikuta huko, akijiburudisha navyo moyo, mmetengeneza laana. Kizazi hicho kinakuwa cha laana tangu hiyo siku. Kwa hiyo hesabu ya kuvua nguo mzazi inahesabika kwa namna mbalimbali, ikiwemo hilo ya kwamba meza anayokula mzazi na wewe ukala nayo vyakula vya namna hiyo ni laana kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni laana kubwa. Tukaona jambo hili kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 20:11a. Mambo ya Walawi 20:11a. Mstari ule wa 11 sehemu a tu. Mambo ya Walawi 20:11a. Biblia ikisema ya kwamba na mtu mume, hapa iliona izungumze kwa picha kwanza ya mtu wa kiume, mwana wa kiume. Kwa hiyo mwana wa kiume
atakayelala pamoja na mke wa baba yake. Tazama kitu ambacho Biblia inakizungumza, inasema amefunua utupu wa baba yake. Haleluya. Kwa hiyo kujikuta umeanguka mahali ambapo baba ameanguka, haihesabiki kwamba ni huyo mtu mmemtesa, haihesabiki ya kwamba ni huyo mtu ndio mmempunish, mmemwadhibu, au ni huyo mtu ndiye amekuwa kisima kizuri cha kuwatuliza. Inahesabika ya kwamba umemvua nguo yule baba yako, kwa sababu huyo uliokutana naye baba yako amewahi kukutana naye, au baba yako anaendelea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaenda sawasawa sasa hapo kufunua utupu wa mzazi. Sio tu kwamba utamfuata mzazi alafu utamvua nguo ndio inahesabika ya kwamba umeufunua utupu wa mzazi, bali ni jinsi ambavyo kuna watu mzazi amekuwa nao kimahusiano ya ndoa, alafu ukakutana nao na wewe kimahusiano. Hilo jambo linahesabika ya kwamba umemvua nguo yule mzazi wako ambaye ana mahusiano ya kindoa na huyo uliyekutana naye. Bwana asifiwe. Kwa tukaona hilo likiwa ni jambo la 5, lakini jambo la 6 ambalo ndilo lilikuwa jambo la mwisho kwenye kipindi kilichopita, tukaona kwamba ni swala la kuwaibia vitu wazazi wako. Jambo la 6 ambalo unapaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, tuliona ikiwa ni swala la kuwaibia vitu wazazi wako. Na hapa tuliongozwa na kitabu cha Mithali sura ya 28 mstari wa 24. Mithali 28:24. Biblia ikisema aibaye mali ya babaye au mamaye na kusema si kosa. Nikaweka kituo hapo, nikaweka utuo wa kwanza hapo kwamba katika wizi wa wana kuaibia wazazi wao huwa tunaurahisishaga kuona kwamba sio nini, sio kosa. Unamkuta mtu na pamba ya baba yake, ni mkiume huyo, kupendeza sio shida, akapendeza nayo, lakini kwa kweli sio ya kwake, ya baba, na mpaka imempendezesha hivyo hana ridhaa ya kutoka kwa baba kwamba avae. Ina maana kama umechukua kitu nje ya ridhaa ya mwenye nacho ni wizi huo. Kwa kupendeza kimempendeza sana, unamwambia I say umependeza bwana, na haka kashati kamekutoa chicha kweli. Anakwambia tena unadhani mkangu kamzee bwana. Mzee naye saa nyingine anaingia kwenye mapigo ya vijana, acha sisi tupite nayo. Unamwambia kwa hiyo umemuibia mzee, unasikia wewe nawe bwana koma bwana, nimemuibia, nimechukua nyumbani naiba. Kwa tunaweza tukawa na tafsiri za kidunia ambazo zinapoza dhambi, lakini kwa Mungu dhambi ni dhambi. Kosa ni kosa. Na kwa kadiri ya jambo kuitwa kosa, maana yake nyuma yake litakuwa lina kitu kinachoitwa adhabu. Na miongoni mwa adhabu zitokanazo na kosa linaloitwa kuwaibia wazazi vitu vyao, mojawapo ya adhabu ni kutokubarikiwa na kutokufanikiwa kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usije ukatembea na tafsiri ya ulimwengu kwamba nyumbani kwenu hauibi, unachukua. Kama ulichukua bila ridhaa, uliiba. Ni hiyo tu, hujaenda kuiba kwenye nyumba ya watu, uliiba kwenu, uliwaibia wazazi. Kwa Mithali 28:24 kwenye utuo ule wa mwanzo inasema aibaye mali ya baba yake au mama yake na kusema si kosa. Kwa kuna wakati huwa tumesema si kosa, nimechukua, lakini kuchukua bila ridhaa ya mzazi ulimuibia. Umetumwa kanunue vitu na mzazi,
ulivyorudi na chenji ukanyamaza nazo tu, na jambo siku ikapita hivyo na mambo mengine yakaendelea. Chenji mpaka leo ulizitumbua, mzazi hakumbuki. Ile kwamba hakumbuki haimaanishi si kosa. Kosa linakuja pale ambapo hizo change ulibaki nazo bila ridhaa ya kwake. Kwa kuna mambo madogo dogo tu kwenye hapa kuibia. Nikawa nasema juzi, umepewa nguo umfulie baba yako, ndani yake ukakuta hela. Ile hela maadamu mpaka saa ya mwisho unaikuta kwenye mfuko wa nguo ya baba, sio ya kwako. Ile pesa ni ya baba. Swala la kwamba umeichukua unasema nashukuru Mungu ndo mshahara wangu wa kufua. Ukiambiwa umeibia wazazi, unastahili toba ya kuibia wazazi, maana hutafarikiwa. Wewe ni miongoni mwa watu ambao inabidi ukimbie mbele haraka sana, maana kweli uliibia mzazi kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wakaleta nguo nzuri wakaziweka kwenye masanduku na makabati, ikatokea humo ndani ni kama kuna jinipakuzi vile. Ile nguo iliishia kuwekwa kwenye kabati, iliishia kuwekwa kwenye sanduku, haijajulikana hatima yake. Ukiulizwa wewe ndio unaokuwa wa kwanza kueleza kusema, mama si uliwekaga kwenye begi hili, tena hili. Mama naye umekuwa mzee au ulihamisha mwenzangu? Wewe ndio unaokuja kukunguta nguo moja moja, lakini ulipitaga nayo. Ndugu yangu, mpaka umtoe kijasho huyo mama, umtoe kijasho huyo baba na unasema si kosa. Si ya mzazi nilichukua. Umeona mahali ambapo tumeyumba kubarikiwa na kufanikiwa? Wakati mwingine ni vitu ambavyo tunaviona vidogo dogo. Lakini Mithali ikamalizia kusema, mwana huyo mwenye kumwibia mzazi wake, mwana huyo ni rafiki wa mtu mharibifu. Tangu ulipomwibia mzazi, Mungu alikufuta kwenye usajili wa urafiki na yeye. Alikuweka kwenye kundi linaloitwa la watu wa namna gani? Waharibifu. Nikasema na ndio maana utaona ili ujue ya kwamba kumwibia mzazi kuna kundi baya unawekwa na Mungu. Tangu ulipomwibia mzazi hela ambayo ameisahau kwenye nguo ulizomfulia, ndio maana leo hii umekuja kuolewa, umekuja na tabia ile saizi. Maadamu hauna tena yule baba, unamfulia mume wako, unaondoka na visenti unavyovikuta kwenye mifuko ya nguo za mumeo. Na mkasema mpo, si ni kweli? Kawiki yaka si nimemaliza hilo jambo, au tuache mkaendelee ili leo tulipige spana? Maana tunalifunga hilo. Kama ndio ulikuwa unasema ndo ninapopata za vikoba, ujue tena vikoba vyaenda kuwa kapu hivi. Na vikoba zilikuwa zinatokea pale. Na wakati mwingine unampaka unaikingia kifua hiyo dhambi ya wizi, unasema lakini sasa ningepata wapi? Manake kwenye zile anazotoa za matumizi hanipi ya kikoba. Ukicheza kikoba ulimwambia bwana enda cheza. Sijui kikoba, sijui kinini, sijui vikolokolo gani vinavyohitaji uwekeze pesa, ulimwambia? Wakati mwingine wewe umevunja kibati juzi tu, ulimwambia mume wako wewe kwamba mme tule sasa, maana hizi nilikuwa nawekeza zile ambazo unaziacha kwenye mifuko. Mbona mkivunja kibati ya hauendi kula naye? Kwa hiyo wewe ni nani? Wewe ni mwizi. Lakini utaona sasa hiyo ni laana. Umeipata tangia wapi? Tangia ulipokuwa unadokoa kule kwa wazazi. Umehama na huo udokozi, saizi uko kwako unaishi nao. Na wakati mwingine unarithisha mpaka na watoto nao. Unafaa kuambia, leo mjeda wenu nimemkamata leo. Haya mama, mmeona hizi zote hizi zilikuwa kwenye mfuko. Hizi ndo hazipati tena, sio zake hizi. Umeona laana inavyosambaa hiyo? Sasa hiyo na watoto wako nao wanajifunza darasa hapo kwa mama hao kwamba kuna kupita na hela za wajeda. Na akienda akiwa na wake huko, ni hivyo tu. Mambo madogo haya tukaona kana kwamba ni ya kawaida, yametugharimu pakubwa, yametukwamisha, yametutia madoa. Kuna wakati baraka ndio zilituponyoka hapo,
Mafanikio ndio yalituponyoka hapo. Tunayatafuta kwa mbinde kwa sababu kuna makosa haya tuliwafanyia wazazi. Hatujawahi kwenda mbele za Mungu kuyatubia. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka tuangalie jambo lingine sasa hapa la 7 ili tuingie katika maombi tukiwa tunahitimisha eneo hili la kipengele cha 4 ili kukaribisha hatua nyingine ya kipengele cha 5. Jambo la 7, kwa wale wanaoandika andika, mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka. Namba 7 hiyo. Andika, mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni suala la kuachana vibaya na wazazi wako. Ni suala la kuachana vibaya na wazazi wako, hususani katika saa ambayo unakwenda kuanza maisha mapya ya kujitegemea mwenyewe. Nimesema ni swala la kuachana vibaya na wazazi wako, hususani katika saa ambayo unakwenda kuanza maisha mapya ya kujitegemea mwenyewe. Leo ndio tutakuwa tuna maswali hapa kwa watu ambao leo hii na nyie ni wazazi na wengine ambao bado hamjawa wazazi. Tutakuwa tuna maswali hapa. Miongoni mwa maswali hayo ni swali linalouliza, je, ulitokaje nyumbani kwenu wakati unaenda kuanza maisha yako mapya ya kujitegemea mwenyewe? Ulitokaje nyumbani kwenu? Uliachanaje na wazazi saa ukiwa unaenda kuanza maisha mapya ya kujitegemea mwenyewe? Kwa sababu swala la kwenda kuanza maisha mapya ya kujitegemea mwenyewe, hilo sio dhambi. Sio nini? Kwani nani anaotaka mahezi na madashi sijui na manini ambayo yatakapo nyumbani yakazalia hapo na watoto wao wakazaa hapo? Tumekuwa Wahindi. Haleluya. Si kuna wakati hata dua za wazazi pia zinaombea kwamba watoto wafike mahali sasa waanzishe maisha yao. Unatamani sasa huyo binti kwa jinsi anavyoendelea kukua hapo, amemaliza shule, saa hizi sio tena wa kusoma, unatamani itokee neema, aoleke, aende zake wapi? Unasema kwake, na yeye akaendeleze maisha yake, akaanzishe familia yake, akawe na mji wake. Hilo ni jambo ambalo lipo kibiblia kabisa, ni halali. Lakini swali ni unatokaje, ulitokaje kwenye hiyo himaya ya wazazi wako wakati unaenda kuanzisha maisha yako mapya ya kujitegemea mwenyewe? Ndio maana kuna wale unakutana nao wanasendesi wanasema yule hajaaga kwao yule. Unajua kuna mambo yanaonekana yanamyumbia huko kwenye maisha mapya aliyoanzisha. Unaonekana kwa mwendo huu. Kwa sababu kiwanda gani cha magari kinatengeneza gari kinaliruhusu litoke namna hiyo jamani? Wauguzi na matabibu, madokta sisi na manini mpo humu ndani? Au bado tunaiyo neno? Ningewauliza kwamba
mna ruhusa ya kumwambia mtu ambaye alikuja hapo mgonjwa kwamba haya mwaya, tunakuruhusu uende nyumbani urudi, ili hali huyo mgonjwa hali yake ni mbaya kama vile alivyokuja mwanzo? Kwa hiyo ukiona kwamba mtu amerudi nyumbani na hali mbaya kama ile aliyoenda nao mwanzo hospitali, akituambia anaenda hospitali, kati mwingine fuatilia kutoka kwake wewe. Yamkini kapita kwa dirisha. Kaenda kule licha ya ugonjwa, lakini bado ana ule ukorofi wake. Hajapita kwa dirisha, kalazimisha. Niruhusuni. Wakaona yaani tugombane na mtu hapa kwa sababu tu ya kwamba anataka aruhusiwe na sisi hatutaki kumruhusu. Haya mwaya mama, nenda salama. Kuna wakati utasikia maneno kama hayo yanatoka kwa mzazi, lakini ni ya hapa mdomoni. Huko ndani ya moyo kunasema huko unapoenda ni mabaya yanaenda kukutokea. Sasa miongoni mwa mambo ambayo ni hatarishi kuyafanya na yakakukwamisha kimaisha kwenye hiyo safari yako ya maisha mapya unayoyaendea ni swala la kutoka vibaya kwa wazazi, kuachana nao vibaya. Kuna wakati kweli yatupasa tuachane. Biblia ikasema ya kwamba sasa huyu atamwacha mama yake na baba yake, ataambatana na ukiona mama naye anakuwa ni king'ang'anizi, hapo napo tunashtuka kwamba hataki mwanae amwache, wakati umefika tunashtuka. Kwa kuachana kupo, lakini sasa tunaachanaje na hao wazazi ambao tulikaa nao hapo, tukawa ni watu hatujiwezi, wakatubeba, wakatulisha, wakatunyonyesha tukiwa wadogo, wakatulisha hata vile ambapo kuna wakati tunasimangwa huko kwamba lile nalo mpaka saizi limekaa kwao, lakini wao wala hawakusimangi na hayo matonge ambayo wewe unayakata, na wewe hujali kweli unayafinya, maana njaa ulionao saizi sio ile ya kitoto, saizi ni njaa kweli ya mtu mzima. Inabidi kweli kasinia kashuke. Hakakuvumilia kwenye nyakati za namna hiyo. Sasa unaondoka, unaachana nao vipi? Umeachanaje na wazazi wako wewe? Kabla sijasoma kile ambacho kitatuongoza kwenye hii pointi, ili jambo la 7, nataka tu nikwambie, inawezekana migogoro mikubwa unaokutana nayo kwenye safari yako ya kimaisha ilianzia pale kwenye kile kituo pale kinachoitwa kuachana na wazazi. Inawezekana masongo mingi unaokutana nayo ya kimaisha chanzo chake ni vile ulivyoachana na wazazi wako vibaya. Kuna watu mpo hapa hamjatoka nyumbani mwenu vizuri. Hamjaachana na wazazi ambao waliishi na nyie kwa muda wote huu akiwavumilia tangu uchanga mpaka mnajifahamu. Sasa hizi mnajua hata kuruka ukuta. Mnajua hata kupita dirishani. Mkaruka ukuta, mkapita dirishani. Ikaandikwa ya kwamba mmeachana hivyo tu na mzazi. Miongoni mwa ugumu utakao kutana nao kwenye safari yako ya maisha mapya yanayoitwa kujitegemea mwenyewe ni vile ulivyoachana vibaya na wazazi wako. Kwa sababu tuulizane hapa, wewe ambaye kuna namna ulitoka kwenu kwa kisilani, utafurahia na mwanao naye pia atoke kwako kwa namna hiyo ambayo ulitoka kwenu hivyo? Si utasema hapana? Jibu la hapana linaonesha ya kwamba ikiwa wewe ulifanya hivyo, manake ulitenda nini? Ulitenda kosa. Na kosa hilo, jambo hilo baya, ulimtenda nani? Ulimtenda yule mzazi ambao ulimwacha kwa ubaya au mliachana kwa ubaya. Kama hautatengeneza hilo jambo la namna hiyo la kuachana vibaya na mzazi, ni lazima shida ikufuate kwenye msimu ule unaoendea wa kimaisha unaoita unakwenda kujitegemea mwenyewe. Sio kwa sababu mji ulioenda hauna fursa. Kuna wakati fursa zitafungwa kwa ajili yako wewe mwenyewe, wengine wakichanua. Nitawaonesha hapa.
kwamba ukiachana vibaya na mzazi wako saa ambao unakwenda kuishi maisha mapya ya kujitegemea, huko unakoenda kuna wakati fursa zitafungwa kwa ajili yako wewe tu, na sio kwamba ni kwa ajili ya wote. Kwa katika eneo moja ambalo wengine wanaona fursa, wewe utatuambia kwamba jamani, hapa napo bwana tumekaa kiuduanzi hapa. Masuala ya kufuatiliana tu, kazi hazionekani, sio ni wakati wenzako mambo wanayafanya yanaenda. Shida iko kwako. Ndio ile watu wanasemaga ya kwamba umeaga mwenzetu. Neno umeaga linamaanisha umeachanaje na wazazi? Tunaenda sawa sawa. Tutaongozwa na Injili ya Luka sura ya 15. Jambo hili ambalo tunalizungumza hapa, ambalo ni swala la kuachana vibaya na wazazi wako, hususani katika saa ambayo unakwenda kuanza maisha mapya ya kujitegemea mwenyewe. Luka 15 mstari wa 11 hadi wa 16. Luka 15 mstari wa 11 hadi wa 16. Nimesema tunatembea na swali hapa, uliachanaje na mzazi wako? Uliachanaje na wazazi wako, hususani saa ambayo ulikwenda kuanza maisha yako mapya ya kujitegemea mwenyewe? Uliachanaje na mzazi wako? Nalo hilo ni jambo ambalo linaweza likakukwamisha kubarikiwa, likakukwamisha kimafanikio, ikiwa utakuwa uliachana vibaya na mzazi wako. Kuna wale mna viburi kweli saa ya kuona ya kwamba mimi amenipenda mtu anazo, alafu wazazi nao wanaleta longolongo, siwaelewi, mimi nanyanyuka. Ndugu yangu, ule utajiri wa huyo kaka uliomkimbilia na wenyewe nao ukifika huko kwa huyo kaka utanyanyuka ule utajiri. Hautakaa na nyie. Kama ulivyonyanyuka zako vibaya kwa wazazi, huo utajiri utanyanyuka vibaya hapo kwenu. Kuna watu ndio sasa mnapeleka gundu, mnaitwa mlango wa 8 tangu mlipoolewa, kwa sababu mlinyanyuka vibaya nyumbani kwenu. Kwa hiyo kuna wakati mlango wa 8 sio kwamba hiyo ni madhabahu ya kwenu tu kwamba ndo mpo hivyo, ni wewe uliondoka nyumbani vibaya. Kuna wakati uliondoka na kuwapushi wazazi, mimi naenda sasa, nimesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kule utaupushi uchumi wa mume wote utagalagala chini hapo. Utaipushi kazi ya mume atasemwa kwamba tangu alipokuoa akaachishwa kazi. Dada, wewe ndo mlango wa 8 sasa tunao kuzungumzia. Lakini mlango huo wa 8 sasa unaendaje kwa 9? Sio unatakiwa uende 9 au urudi 7. Ni pale ambapo utashughulikia ule mtoko mbaya wa nyumbani kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Luka 15 mstari wa 11 hadi wa 16. Hapa ni kitu ambacho Yesu alikuwa akikieleza au akikielezea, ambapo Biblia inasema hivi. Akasema, alikuwa ni Yesu anazungumza. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili, yani mtu mmoja alikuwa na watoto wawili. Yule mdogo katika hao watoto, kulikuwepo na mkubwa na mdogo. Sasa tumetua kwa mdogo hapa, akaamua atoke na mdogo kumwelezea. Yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe. Na nimekaza hapo nipe, maana nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Alafu Biblia inasema akawagawia vitu vyake. Manake baba naye akawa hana hiana. Alipomsikia mtoto siku ameinuka anaanza kumwambia nipe. Si mnajua neno nipe ni nipe, ambapo kuna mbadala wake hapo, kuna kitu tungeweka. Naomba safi, mwanafunzi mzuri, ili tuone kwamba kuna busara na hekima huyu mtoto katika kutaka kwake hicho anachotaka hapo. Kiukawaida kabisa tumezoea kwamba lugha ya kuomba inakuwa ni ya upole, ni ya unyenyekevu, si ndio wapendwa? Kwa licha ya kwamba ni baba yake, lakini maadamu kuna kitu alikuwa anakihitaji, na lugha ya kuomba inatakiwa iwe ya upole na ya unyenyekevu. Kwa hiyo tulitarajia hapa ili tuone kwa
kwamba huyu mtoto ameenda vizuri kwa baba, tulitarajia tumsikie akimwambia baba, naomba ndio aweke. Alikuwa anasema sehemu ya mali nayo niangukia. Kwa hiyo utaona huyu mtoto anachotufundisha hapa na baba alichofanya. Maana baba asingempa, tungeona kwamba hakukuwa na sehemu inayomwangukia. Yaani maana yake anamfuata baba, anamwambia baba, sasa katika ile sehemu ambayo ni mali yangu kutoka kwenye mali zako, leo nimeifuata. Sema tu yeye mwenyewe akatumia lugha mbaya akasema nipe, sio naomba. Lakini unaona alipewa, kuonesha kwamba kweli kwa baba yake, kwenye utajiri wa baba yake kulikuwa na sehemu yake huyu mtoto. Tena utaona hapa Biblia inasema, nakumbuka kitu ambacho Biblia inasema hapa. Inasemaje? Ina maana akampa mpaka na yule ambaye hakuomba. Akaona sasa bora huyu kaliibua hili swala. Inabidi sasa leo niweke mgawanyo sasa. Kila mtu apate chake. Inasemaje hapo mzee Andrea? Hapo mwanzo akawafanyaje? Akawagawia vitu vyake, sio akamgaia. Kwenye ule mstari wa 12 kule mwisho. Akawagawia. Maana yake hata yule ambaye hakusema nipe alipewa, kwa sababu kweli kwenye utajiri wa baba kuna sehemu za hawa watoto wake. Kwa hiyo mmoja leo alivyokuja akadai, kabidi baba aseme basi ngoja nimpe na huyu naye mwenzake. Kwa hiyo tutafuteni maisha. Tutafuteni maisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anatembea na huyu mdogo. Kuna kauli hapo anaitumia wakati anahitaji msaada huu kutoka kwa baba. Tunaisoma hapo. Kilichoendelea mstari wa 13 unasema, hata baada ya siku si nyingi, manake tangu tu alipopewa, kama alivyosema nipe sehemu inayoniangukia, manake nipe sehemu ya posho yangu, stahiki yangu kwenye utajiri wako baba, nipe. Hata baada ya siku si nyingi alipopewa, sasa yule mdogo, Biblia inasema akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Kilichokuwa kinamaanishwa hapa kwenye mstari wa 13 ni kwamba alipopewa zile mali ambazo ilikuwa ni stahiki yake, kwa kadiri ya vile alivyokuwa navyo baba, kwamba kulikuwa kuna stahiki za mtoto huyu, stahiki za mtoto huyu. Alipompa siku si nyingi, yule mtoto akafunga safari. Biblia inasema akaenda nchi ya mbali. Hili jambo lina maana gani? Kumbe sasa tangia pale yule mtoto anasema nipe sehemu ya mali inayoniangukia, ni kwamba huyu mtoto ndani yake alisikia msukumo wa kuondoka nyumbani kwao, aende akaanzishe maisha mapya ya kujitegemea mwenyewe. Na wakati naweka msingi mwanzo nilisema jambo hili halina dhambi, halina tashwishi yoyote. Kuna wakati ni kweli haitupasi sasa tukaendelea kung'ang'aniana na wazazi, kama ambavyo wazazi waliamua kuanzisha maisha yao, hata tukapatikana sisi tunaitwa watoto wao, na sisi vivyo hivyo kwa watoto wetu. Kuna wakati watatuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza nilikuwa ninakukazia kukuonesha lugha aliyoitumia wakati anahitaji mali. Na hizo mali uangalie kwamba alikuwa ndio anaona zitakuwa mtaji wa kwenda kumsaidia kuanza maisha hayo mapya anayoyaendea. Kwa hiyo ni material za mzazi hizo ambazo anaanza nazo maisha, lakini ona alivyozichukua kwa mzazi, kana kwamba ni kwa kumkaba koo, yani nipe. Mpaka hapo anadoa. Mpaka hapo anadoa. Kwenye neno nipe, mbadala wa neno naomba, ina maana huyu mtoto anadoa ambalo analionyesha kwamba lilikuwepo saa akiachana na mzazi wake, yeye akiwa anaenda kuanza maisha yake mapya ya kujitegemea mwenyewe. Doa la pili, ukiacha kule kumwambia baba nipe, kuonesha kwamba aliweka lazima, sio hata hiari, sio hata iwe ya mapenzi ya baba. Alishindwa kutumia lugha ya hekima ya busara. Jambo la pili ni kile kinachoonekana hapa kwenye mstari wa 13, kwamba alipopewa
akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Hakuna mahali ambapo unaona akimuaga baba yake akimwambia naenda. Unasikia tu kwamba yeye akafanya makusanyo ya virago vyake, alafu huyo hawa ndio wale mama alipoamka akajua anaamka siku zote akakuta uwanja umefagiliwa, maana ana kijana wake anafagiaga. Hiyo siku alikuta kwanza mlango umefunguliwa, alafu nje haonekani mtu. Akiona kwamba labda leo nimevamiwa, nimeibiwa, anaona nyumba iko salama, anasema mwizi gani aliyeingia na asiibe? Huyu mwizi ni mwizi ambaye ameokoka wokovu upi? Kwamba kuvunja amevunja, lakini kuiba hajafanyaje? Hajaiba. Akiingia chumbani amuite Juma, anakuta Juma aliamsha. Anachoshuhudia Juma aliamsha ni nini? Ni pale anapoona ya kwamba kuna kikaptula cha Juma kimedondoka mlangoni, kwamba Juma wakati anasweka nguo kwenye shangazi kaja, kuna nguo moja kwa haraka ikasema siingii, ngoja nibaki hapa. Hata nguo zilikukana kuonesha ya kwamba kuondoka kwako huko sio kwema. Hata nguo ilikukana. Kuna saa wazazi wenu kama hawajawaambia ngoja mimi niwaambie, mkaondoe vile vinguo vyenu mlivyokuwa mmevianika kule ndani, mlivisahau. Kwa hiyo dada, watatufuatilia wazazi wetu mpaka huko kwetu tuliko na nyie. Na ndio maana wakikuta doa wataona kwamba huyu mtoto sio kwamba nilimruhusu maana nimemchoka. Bado moyo ulikuwa unampenda mwanangu. Nilitamani vile nilivyokuwa namwandalia mayai, vile nilivyokuwa namwambia baba saizi kaoge, baba njoo ule, baba nilitamani viendelee, lakini havina budi. Anatamani aone sasa yeye mwenye upendo huo anaishi ndani yako wewe mwali wake. Kwa hiyo ni jambo dogo tu sasa. Ni swala sasa la kumfanya mtoto wa mama mkwe ajisikie yuko kwa mama anapokuwa kwako. Ndio tiba, sio kuchukiana na mama mkwe wewe mshamba. Si nimesema familia zitafanyaje? Zitapona hapa. Kama usipopona ni wale wabishi tu ambao ukiwapa dawa na unaona kama kameza, afu baadaye unasikia hasa mama kaitema yote. Shauri yako ukiwa toto hilo hatulitaki hapa kwa Yesu. Konywa dawa tupone. Tutengenezeni familia zetu. Tutengenezeni nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba akaondoka kwa kisirani, kwa picha hii ambayo inaonekana hapa, kwamba hakuna hata kwaheri, hakuna hata mzazi, mimi naenda. Unasikia tu akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali. Tena utaona alikuwa na jeuri kweli. Tunajua jamani, kuna miji ya mbali. Huyu imenenwa akaenda nchi ya nini? Mnaona mambo haya? Kuna watu mlitoka nyumbani kwenu, yani hata ukiwa huko uliko, ukisikia jina la nyumbani kwenu unasikia kutapika. Kwa namna ulivyoachana wazazi vibaya. Kutamani. Yani hata umekimbilia daa ulitamani daa ikufunike. Uwe chini ya daa, yani daa iwe juu ikufunike. Alafu unataka ukafanikiwe huko. Mstari sasa wa 14. Uone mambo yalivyokuwa sasa. Matokeo yatokanao na kuachana vibaya na mzazi, saa unayokwenda kuanzisha maisha mapya ya kujitegemea mwenyewe. Yanaanzia hapa 14. Alipokwisha kutumia vyote. Jambo tunaloliona la kwanza ni kwamba alijikuta zile mali alizotoka nazo kwa baba yake akimwambia nipe. Licha ya kwamba alikosa hekima na busara katika kuhitaji mali zile, alipozipewa kule alikoenda, maadamu hakuachana vizuri na mzazi, kule alikoenda Biblia inatuonesha alitumia vyote. Maana yake aliishiwa. Sawa? Jambo la kwanza ambalo tunalinoti hapa ni kwamba alifanyaje? Aliishiwa. Ukitumia vyote umebaki na nini? Vyote ni vyote. Usiwe kama wale watoto ambao wanaambiwa kwamba sifuri toa moja ni ngapi? Anasema ni moja. Uliipata wapi ukiwa una sifuri? Moja ukaitolea wapi wewe? Kwa hiyo vyote ni vyote, manake aliishiwa. Jambo la pili, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Neno uhitaji limeficha neno akaingia kwenye umasikini. Haleluya.
Tayari ni maskini. Kutumia vyote ni kuishiwa. Uhitaji ni nini? Ni umaskini huo. Gundu la kuachana vibaya na nani? Na yule babake. Mstari wa 15. Akaenda. Angalia sasa watu ambao mnavyokoseaga. Angalia mnavyokoseaga. Waswahili wanasema taratibu mzuri wa kutoa mwiba ni kwamba utoke pale ulipoingilia. Kiasi kwamba ukienda kwa daktari ukimwambia daktari, kuna mwiba kwa kweli mimi umeingia. Umeingia wapi? Umeingia hapa mguuni. Kwa kweli ule mwiba mimi nilichukulia utani tu, lakini naona gundo hili kama unavyoliona limevimba. Afu daktari anakwambia haya, hamna shida, panda hapo kitandani. Unaanza kumuona anacheki mazingira ya kichwa. Nikipasue. We kibia. Ondoka hapo. Kwamba mwiba ulioingia mguuni guli kavimba anataka utolee kichwani. Sio daktari huyo. Muaji. Sasa kuna wakati kuna mambo yanatupiga. Tukiwa tuna laana za kuachana vibaya na wazazi wetu. Alafu tiba ambazo tunazitafuta sasa na zenyewe ni upotovu. Haleluya. Ndio ile tiba unaingia unaambiwa hapa hata ndio alivyo. Yaani hapa ufanye hivi mpaka ufanye hivi. Kule nako ukaenda kuwa mshirikina. Sasa yeye alipoona ile hali ngumu ya maisha inampata, Biblia inasema akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Swala la kushikamana na mwenyeji wa nchi ile hapa halijaletwa kwa picha ya wema sana. Limeoneshwa kana kwamba akakubali kuwa kibaraka wa mwanadamu mwenzake. Aliondoka na mali nyingi. Kibri. Kaamsha vumbi kwa wazazi. Ndogia yake. Leo huyu hapa anatafuta mpaka watu awe nani, siku hizi wanasema chawa. Sasa kama kuna habari ya vyawa ilianzia huku. Na ufali wote ule ambao aliondoka nao akiwa amepewa na baba yake, leo ni chawa wa mtu. Ndio neno kushikamana. Sio kwa uzuri. Na ili uone sio kwa uzuri, angalia kinachoendelea mbeleni. Kwamba alivyoshikamana na huyo mwenyeji mmoja wa nchi ile ikawaje. Biblia inasema, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Naye akaenda mpa kazi ya utumwa. Unaona mambo haya? Bora mnali sasa tisi mmepata mahali mkono unaenda kinywani. Hamna wewe, huo mkono tunauhesabia huo. Kuna wakati na utakatika kabisa. Ili usinyanywe nao hata tonge. Nashukuru Bwana kuna mzee fulani hapa, Msamaria mwema. Msamaria mwema katika laana ulioachana vibaya na mzazi wako wewe. Msamaria mwema wa wapi? Wa Biblia ipi hiyo? Maana sio yule aliyokutana na Yesu kisimani huyo, aliyowaambia wenzake twendeni mkasikie huyu mtu ambaye ameniambia habari zake. Kuwafadhili, baadaye ndio watu wakaja wakawashutumu kesi mbaya humo nyumbani mwao. Afu unatoka na somo unasema kweli watu wanabadilika. Hakuna kitakachokosa kukubadilikia katika laana ya kuachana vibaya na wazazi wako. Hakuna kitakachokosa kukubadilikia wewe. Kuna watu wataonesha wema leo, wape muda. Wape nini? Na kwa sababu akili zako zimekaa kishirikina, wakati mwingine utaanza kusema, mimi tulikuwa tunaenda vizuri kweli na bosi. Yaani pika pakua, mmekuwa makande. Pika pakua. Lakini kuna kidudu mtu mmoja aliingia. Kidudu mtu lazima aje. Yaani ukikuta kidudu mtu huyo kachonga na hujatoka kazini, bado hapo huyo kidudu mtu kafeli somo lake. Huyo kidudu mtu inatakiwa akutoe kazini. Kwa sababu gani? Laana ya kuachana vibaya na mzazi. Leo eti umeenda huko ukaajiriwe. Hiyo ajira walipata shati. Sio mtu. Wale washabiki wa mpira wanajuaga, unasikia pale hamna golikipa, pale kuna shati. Nyie butueni tu, goli limeingia. Nyie butueni. Na leo kuna ofisi za watu zina mashati kweli. Na ndio maana tukienda huko huduma tunapata mbovu. Tunatamani sehemu ambayo inaambiwa ni kituo cha afya, tukutane na watu ambao watatupokea kwa moyo wa upendo. Saa nyingine ndio wanatusuta. Mimi namwambia naumwa hiki, nasikia, "Kwa nini unaumwa wewe peke yako sasa?" Ndio walioondoka vibaya nyumbani mwao, hao tuwasameni.
Tunakutana na watu ambao tulitamani tuite ni walimu wa kututengenezea watoto wetu. Mwisho wa siku wamewafanya vibaya watoto wetu, wamewaumiza watoto wetu. Nikasheshe ndio walioondoka vibaya hao. Ile laana ya kuondoka vibaya kwao inatafuta wafukuzwe kazi. Watafukuzwa kazi kwa njia gani? Kwa njia hiyo. Watatuinukia viwamo hospitalini ili mradi tu tuwarekodi namba zao, tuwaripoti, watolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna jambo la hatari sana ambalo watu wengi wamelicheza hili. Na ndio maana leo haukosi kukutana na maswaiba mbalimbali kwenye maisha yako. Kwa sababu uliachana vibaya na mzazi wako. Safari yako ya kwenda kujitegemea, gia yake ilianzaje? Akashikamana na mwenyeji mmoja wa Nchile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Utumwa huo. Mstari wa 16 unasema, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. Jambo hili linamaanisha ya kwamba mtu huyu alidhikika mno kimaisha. Kwa mtu anapigika mpaka anatamani vyakula vya nguruwe. Na wote tunajua nguruwe. Wanaokula na wasiokula wote tunajua nguruwe jamani. Na ndio maana wanaokula wanaila na wasiokula hawali. Kwa sababu tunajua nini? Kuna mwenzako alitamani hata kwamba pale amewatengea na yeye awe anabandika mdomoni na nguruwe anabandika. Anabandika. Unaonaje hiyo shida ya huyo mtu kama kafikia hapo? Uliondoka vibaya nyumbani kwenu unasema maisha ninayoishi mimi ya kubugabuga. Ndugu yangu bado kuna kula na nguruwe kuna kuja nakwambia. Kama hujatengeneza. Yaani hiyo kubugabuga shukuru watu wanakuruhusu ingie shambani mwao, hujalima wewe waenda okota vihindi. Hata hao nao bado hawajapigwa spana. Wanatakiwa wapigwe spana wakwambie kwamba mwana tunaingiza ng'ombe samahani hapo. Yes. Kwa hiyo badala ya mwanadamu ni afadhali uingize nani? Ng'ombe. Maana yake wewe sasa umelaanika mpaka uthamani wako hata ng'ombe ukipangwa naye hivi watu wanasema naenda na ng'ombe. Mnaona mnapopigika kimaisha? Mmepaona hapo eh? Mnaliona tobo hilo? Kwa mchawi yuko wapi? Mchawi yuko wapi? Umemuona? Gia yako ulivyoachana na wazazi wako ilikuwaje? Tunamaliza kwenye kipengele hiki cha 4 kwa namna hiyo. Na tangu tumeanza jambo la kwanza mpaka hili la 7 tunaona kweli ni makosa, ni makosa, ni makosa. Na kila kosa unaliona ya kwamba lina nyundo za kwake zinazouma vibaya mno. Kiasi cha kwamba inawezekana leo hii kuna maumivu tunayapitia ni kwa sababu ya nyundo zitokanazo na haya makosa ambayo tumewafanyia wazazi. Katika mambo ya namna hii ndipo tulipokosa kubarikiwa na Mungu, ndipo tulipokosa mafanikio. Kama dada yule aliyekuita mjini akakwambia nitakufanyia connection, bado anahangaika kukufanyia connection na ulitoka vibaya nyumbani kwenu. Nakwambia hivi, mwisho wa kuhangaika atakuzimia simu. Ili uanze jiji mwenyewe sasa.